We want to tell Bwana Duale they should stop interference in a private hospital. Dr. Obwaka wenzake tunasikia wameachiliwa leo. Taarifa yetu ya hapo awali ni kwamba jioni ya leo Rais William Ruto amethibitisha kuingilia mvutano wa uongozi katika Nairobi Hospital. Kwenye taarifa yake, Rais alithibitisha kukutana na wale aliowataja kuwa wadau wa hospitali hiyo ambao walitafuta usaidizi wake kutatua mgogoro wa bodi ya usimamizi wa hospitali hiyo ya kibinafsi. Rais pia alikiri kuwa aliwapa majukumu mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei na mwanasheria mkuu Dorcas Oduor kuongoza kundi la mashirika kadhaa ya serikali kuchunguza shughuli za hospitali hiyo. Usiku wa Jumatatu, runinga ya Citizen ilitoa taarifa ya kipekee kuhusu jinsi serikali ilivyohusika katika mgogoro wa bodi ya usimamizi wa hospitali hiyo. Rais Ruto amethibitisha kuhusika kwake, akisema usaidizi wake ulitafutwa kutokana na majukumu yake kama mlezi wa chama cha hospitali nchini kinachomiliki hospitali hiyo. Wade Francis ana taarifa kamili. Katika taarifa yake, Rais William Ruto amejipata katikati ya mvutano wa usimamizi wa hospitali ya Nairobi, jambo ambalo limegonga vichwa vya habari na kuwa swala la kitaifa, huku sasa Ikulu ikiingilia. Ushahidi unaonyesha kuwa rais alipokea taarifa zilizoandikwa pamoja na mawasiliano ya ana kwa ana kutoka kwa wadau wa chama cha hospitali ya Kenya KHA, wakiwemo madaktari na wanachama wa chama hicho katika vikao vilivyoandaliwa. Maswala yaliyowasilishwa ni pamoja na migogoro kuhusu uhalali wa wanachama wa KNH, uchaguzi wa bodi na dosari katika mikutano ya mwaka. Lalamishi ya ziada yalihusu migongano ya maslahi, madai ya usimamizi mbovu, changamoto za uongozi na kesi ambazo hazijatatuliwa. Katika taarifa kutoka Ikulu, rais alikubali uteuzi wake kama mlezi wa chama hicho cha hospitali nchini, nafasi iliyotolewa chini ya katiba ya chama hicho. Nafasi hii inamweka katikati ya majukumu ya usimamizi wa uangalizi. Katika nafasi yake vilevile kama kiongozi wa taifa, Rais William Ruto alithibitisha kuwa aliwasilishwa rasmi taarifa kuhusu migogoro hiyo, hivyo kuanzisha uwajibikaji wa moja kwa moja kati ya KNA na ofisi ya rais. Rais alimkabidhi mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei jukumu la kuendesha mikutano ya mashauriano. Rekodi zinaonyesha kuwa si chini ya mikutano 14 iliyofanyika, ikilenga kuhamasisha mazungumzo na kutafuta suluhu. Mikutano hiyo ilisababisha kubadilishwa kwa bodi ya usimamizi wa hospitali ya Nairobi, taarifa ambayo runinga ya Citizen ilithibitisha kuingizwa kwa wajumbe wawili waliohusishwa na Ikulu pamoja na jumba la Harambee. Nao ni Moses Agui Ondaba na Sylvester Okumu Kasuku. Taarifa ya rais ilieleza mpango wa mageuzi wa vipengele vitano vilivyoafikiwa kati ya wawakilishi wa serikali na wadau wa hospitali hiyo. Mpango huu ulilenga kurejesha uadilifu wa usimamizi na udhabiti wa kiutendakazi. Mpango wa mageuzi ulijumuisha uhakiki na kusafisha sajili ya wanachama wa KNH, kuondoa kesi za uwakilishi ili kuruhusu shughuli za kawaida za hospitali, kuimarisha nyaraka za usimamizi na kuweka mifumo ya ndani ya utatuzi wa migogoro, kuteua kampuni huru ya ukaguzi wa kufanya ukaguzi wa kifedha wa kina. Rais alisisitiza kuwa mchakato unaoendelea chini ya mwanasheria mkuu haukuwa wa adhabu, bali ulilenga kulinda ustawi wa muda mrefu wa hospitali ya Nairobi na maslahi ya umma. Wachunguzi walithibitisha kuwa hospitali ya Nairobi inamilikiwa na kusimamiwa kisheria na chama cha hospitali ya Kenya, kampuni yenye dhamana na iliyosajiliwa chini ya sheria ya kampuni ya mwaka 2025. Break news, Mkenya yote mwenye unafanya kwa gava, ukitaka kuiba kitu alafu kubackfire, tafuta President William Samoei Ruto akusaidie. Unaona venye ameruka mambo ya Nairobi Hospital ni kama juu. Yeye ndiye anaweza jibu, lakini ile ya kujibu ya wale magaidi wa Sudan ana kitu yenye anaweza jibu. Wale walipata passport za Kenya hawezi jibu kwa sababu alafu madaktari wanatafutwa, wanaambiwa mtasema hiyo mseme mlikuwa na mgogoro, mlete barua zenye. I always have to play catch up, but I got you. There is a doctor called Dr. Job Obwaka. He's missing from yesterday. He was legally abducted. I'll call it an abduction because I will not call it an arrest, because kwani where is he and why are we running the hashtag free Dr. Job Obwaka? This guy is a very senior doctor in Nairobi Hospital. That's one. He's been one of the doctors that have been fighting the unlawful
a hostile takeover of the hospital management and sees, what's it called, properties at Nairobi Hospital being taken unlawfully by certain powerful people in this government. Najua mumesikia maneno ya Nairobi Hospital. Actually, jana Kibagendi aliongea about it pia kwa Facebook, because mnajua maneno ya health na Kiba zinakuanga tu hivi, anakuwa tu hivi, aste wamepelekana tu hivi. Alisema somebody is trying to take over Nairobi Hospital. All of a sudden, daktari, familia ya daktari, hata nimeona Kenya Medical, some KM, hiyo yao, body yao ya daktari wametoa statement na wakasema it's true, he was unlawfully taken and he's missing. Sasa jumunadhani huu daktari simu important. Please note, everybody who follows Murugi Munyi, hii ni familia yake. Obwaka, if you don't know the Obwaka family, they are related with Murugi Munyi. Munaendanga hapo anawabamba na stories zenyu, anafanya kila kitu, ana make sure mko sawa, anatoa content na wabamba. Mujue hii gava inakujia anybody and everybody who stands on their way. Because if they, and also another thing they're also telling us now, kama uko na property alafu mtu wa gava aiangalie na macho hivi aitamani, atafanya liwe liwalo, natumia state machine aikujie. Niko kadi. Je, wewe free Dr. Job Obwaka. That a doctor get abducted at his place of work while he's seeing the patient. He left mothers there in a very bad status. To snatch up a 79-year-old man from his place of work. This is a man who has been serving this country in various capacities for the last 50 years all across the country. He has no criminal history. He is not a flight risk. He is not a danger or a threat to anybody. Chama cha KMPDU kikitishia maandamano ya wanachama wake Jumatatu iwapo Daktari Obwaka hataachiliwa kwa dhamana. Harassment they went through. Kushikwa jana wapelekwe Muthaiga police station, Bishaga wapelekwa station nyingine. It is pure harassment and coercion. For us in the opposition, we are saying this is abuse of power. It must stop. Staki niseme kuliko hapo, niombe ya kwamba tutembee pamoja kule Western, tukitoka kule na ndugu yangu Senator Malala. We want to assure you, Bwana Ruto akitoka Western, mtupe ruhusa na hii team turudi huko tufagie, yote ikuwe one. Tumekuwa jana na watu kutoka Pwani, Jicho Pevu ametuambia pia Coast, tukitoka Western tunataka tuingie kule Coast tufagie yote ili ikuwe. Sisi tulifanya makosa na mnisamehe. Tulikuwa natafuta kiongozi tukachagua mfanyabiashara. Huyu sasa amenyang'anya wa biashara wote biashara Kenya. Ako kwa kila sekta ya biashara. One, ameingia manufacturing. Ako na kampuni 2 manufacturing steel. Amenunua Baburi Cement. Amenunua kampuni ya tiles. Na ndio ameweka very heavy tax on imported tiles. Ndio kampuni yake iuze tiles yote katika Jamhuri ya Kenya. Chuma, simiti na tiles. Ndio anasukumia sisi affordable housing kwa sababu ndio anauza chuma na simiti na tiles. Wafanyabiashara wote walikuwa manufacturing ya cement, steel, tiles, amewaua. Ametoka hapo ameingilia medical business. Saa hii anajenga, anataka kuchukua Nairobi Hospital. Ile hospitali ya kifahari. Jana, all the board members of Nairobi Hospital wamekamatwa. Wamekuwa wakisukumwa wabadilishe sheria ndio Kasongo achukue Nairobi Hospital, wakakataa. So polisi wametumika, wamekuwa rounded up wote. Wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa kesho na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, ndio William Ruto achukue Nairobi Hospital ikuwe hospitali yake. Nataka kuona mbele ya Mungu na mbele ya hii madhabahu, mnasema mtaenda na sisi. Hatutageuka tukute mmehepa. Haya, Kasongo hata kuja amwage pesa hapa. Vile mnaogopa tutanunuliwa. Hata mimi naogopa mtanunuliwa. Wacha tuone nani atanunuliwa mbele ya mwingine. Sawa sawa? Lakini mkikaa ngumu, mimi nimetembea hii nchi. Nataka niwapatie confidence. Unajua wanasema kuna vitu fulani inahitajika ndio mtu akuwe rais. Kwa sababu wamezoea siasa ambaye ni ile traditional. Wanasema Sifuna hawana pesa hawa, sijui nini.
sijui wako na polisi, sijui wako na deep state, sijui wako na system. Hiyo system hata sisi tulikuwa nayo na tulianguka tu. Watu wa Meru walikataa kutupigia kura. Haya, nataka niwahakikishie tumetembea hii Kenya. Mimi sioni mahali Kasongo kura yake iko. Huko kwetu Western hakuna kura ya Kasongo. Hapa kwa Mlima hakuna kura ya Kasongo. Nairobi County hata na dawa hakuna kura ya Kasongo Nairobi. Hiyo wote ni watu ya one term. Ukienda huko Umasaini hakuna kura ya Kasongo. Pastor wewe unatoka Kajiado, uliona kura ya Kasongo iko hapo Namanga? Hakuna. Ukienda North Eastern hakuna kura ya Kasongo. Kwa sababu watu wa North Eastern ni watu wanaamini haki. Coast ni ngome ODM, hakuna kura ya Kasongo. Atatoa kura wapi? Muniambie nyinyi. So msitishwe na mtu bana. Msitishwe na mtu, vile vijana walitufunza. Siri ni numbers. Siri ni numbers. Tukioverwhelm huyu jamaa tumpige na kura kama 5,000,000. Hata kujaribu kuiba haiwezekani. Na nimeona majenzi wamekaa huko nyuma wamevaa sisi ndio Sifuna, wamesema watakuwa kwa hiyo polling station wenyewe. Result ni sisi tutatranslate, tutatransmit, tutaongeza makalkuleta tuko nazo kwa masimu. Huwezi kutuambia IBC peke yake ndio wanajua hesabu. Tukikuwa hapa Meru, uambiwe Meru wamepea akina Sifuna 5 million. Watu wa Mlima wamepeana 5 million. Kuongeza 3 million ya Western itakushinda. Ati tungoje commission na atuambie. By saa 4 tumetangaza matokeo. Ache kutusumbua na kututisha hapa. Kwa hivyo sisi tunataka turudishe nchi yetu kwa ile reli ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tunaweza kuwa nchi ambayo tunatawaliwa na maadili. Maadili 5 ama 6 muhimu ambayo iko katika katiba yetu. Kwamba tukue nchi tunatawaliwa na sheria ama rule of law. Hatuwezi kuona vitu inaendelea hii kama ni nchi inatawaliwa na sheria. Kila mtu awe sawa mbele ya sheria. Kama nimekosa nipeleke mahakamani unifunge. Lakini unachukua mtoto ya mtu kutoka Homa Bay unanyongea kwa sela alafu unatuambia unataka kuendelea kuwa rais. Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Tunataka nchi ambayo inaamini ile human rights na demokrasia. Demokrasia inasema kama una jambo la kusema we sema, mwingine akuja aseme yako, tukosoane. Lakini huwezi kunidhulumu ama kuniua kwa sababu ya kitu ambaye mimi nimesema. Tuko na uhuru wa kuzungumza. So akituuliza ati wewe Sifuna ati nyinyi mtuambie mtajenga soko ngapi? Naambia William Ruto, the conversation is higher bwana. Anybody can build a market. Dictators build markets. Dictators build roads. If you go to these countries that are run by dictators, they have functional roads, fantastic roads. But we need a democrat who will be able to protect our rights. Na bado nitajenga barabara. Kwani kujenga si maengineer wako hapa? Maengineer wako hapa ambao wanaweza chora barabara. Hii daraja ya Nithi imechukua miaka ngapi kuchora, na kuna vijana wanaweza kaa hapa sasa hivi kuchoree kwa simu. Ni kwa sababu hawapewi nafasi. Hawapewi nafasi. Kwa hizo maofisi wamejaza marelative wao, watu ambao hawana qualification yoyote, wamefungia vijana ambao wanaweza kufanya hii kazi nje. Alafu wanatuambia nchi haiwezi endelea bila wao. Tunataka kugeuza hiyo thinking hiyo. Lazima isimame. Tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Haya, wacha nisikie watu wa one term. Nionyeshe tu kidole. Kidole tu hii. Asante sana. Mungu awabariki. Mheshimiwa Chairman, njoo nataka uwatambue leaders wale wa ODM ambao wako hapa. Alafu naomba mic nyingine tafadhali Spider. Oh, thank you. Munoru ODM, we are very disciplined. So just keep time so that we can go and do other things. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Jack Munoru. Mimi ndiye chairman wa ODM.